tuliungana na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika zikaungana na kuanzisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini tuliungana? Kwanza, sisi ni watu wa asili moja, ni watu wa damu moja, ni watu tulikuwa tunafanya kazi za aina moja, kwa maana ya uvuvi na kilimo. Na ukenda kiuasili zaidi, Zanzibar ilikuwa ni sehemu ya bara hili la Tanzania. Miaka milioni 700 iliyopita ndio tukafanya hiyo separation, tukapata kisiwa cha Unguja. Kwa hivyo kiuhalisia, na watafiti wa mambo ya kale walifanya utafiti karibuni, waligundua huko sehemu za Kizimkazi ambao mama anatoka huko, mama ana sifa nyingi kubwa, imeonekana kuna mifupa ya wanyama wakubwa kama vile tembo, simba na wengine. Hii maana yake ni kuonesha sisi ni watu wa moja. Kwa hiyo wale wanaokejeli muungano wetu, kwanza napenda kuambia kwamba uamuzi huu ulikuwa sahihi. La pili, kwa kuwa sifa yetu za kazi zetu zilikuwa moja, Wabara wanakuja Zanzibar kule kuvua na Wazanzibari wanakuja bara kuvua, matokeo yake tunaoleana, damu inaendelea kuwa moja. Lakini vyama vyetu vya TANU na Afro Shirazi, lengo lao lilikuwa moja, kwa dhamira ni kukomboa nchi zetu. Na katika juhudi hizo wazee wetu walikubaliana kwamba tutakapopata uhuru basi tuungane tuwe taifa moja. Na ndio maana uamuzi ule ulifanyika kwa haraka, kwa sababu ya kiusalama, kiulinzi, kijamii na kiuchumi. Baada tu ya mapinduzi ya Zanzibar yaliyofanyika tarehe 12 Januari, mwezi wa 4 tarehe 26 tuliunganisha. Hayo yalifanywa na viongozi wetu wakuu, mzee wetu Mzee Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Nyerere, lakini walipata idhini ya wananchi wa pande zote mbili. Kwa hivyo muungano wetu ni halali na umeridhiwa na watu wote, na ulifanywa mchana kwa ajili ya maslahi ya Waafrika na kwa wakati huo wa Tanzania kwa pamoja. Hii pia iliweka kielelezo, kwa sababu viongozi wetu wa Afrika walikuwa na dhamira ya kuifanya Afrika moja. Ilikuwa ni moja katika kielelezo cha kuimarisha, kuuleta umoja wa Afrika. Kwa hiyo maamuzi yetu ni ya mfano, na ndio maana hapa Profesa Kabudi aliposema walipokwenda Namibia, namna walivyoona nchi zingine za kusini mwa Afrika, ikiwemo Namibia, Afrika Kusini, Zimbabwe na nyingine, zilivyowasherehekea Watanzania, walivyoona Watanzania ni ndugu zao kwa sababu ya imani ya Tanzania iliyojitolea kutaka umoja wa Afrika. Kwa hiyo uamuzi wetu ulikuwa sahihi. Na nini sasa faida zake? Faida zake zimezidi zaidi kutokana na maono makubwa ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza, tumepanua wigo wa kuwa na soko kubwa zaidi wa soko, kwa maana idadi ya watu na eneo kubwa zaidi. Kwa hivyo harakati za kiuchumi, harakati kwa masuala ya utalii sasa hivi yameongezeka zaidi, yameyanufaisha watu wengi, si tu kwa kipato, lakini yametengeza ajira na yamejenga uwezo mkubwa wa kuongeza pesa za kigeni katika nchi yetu. Kwa hivyo
licha ya kwamba fikra ya kwanza ilikuwa ni kuweka soko, biashara na uwekezaji, lakini pia harakati za kiutalii sasa zimekuwa zaidi. Lakini jengine, tumepata fursa ya Watanzania kutoka upande mmoja wa muungano kwenda upande mwingine wa muungano kuwa na makazi yaliyokuwa hayana masharti. Unaweza kuanzisha kukaa popote pale ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ukafanya shughuli zako zinazokusaidia katika kujenga maisha. Vile vile katika kuendeleza mambo muhimu ya kuimarisha ulinzi na usalama, muungano wetu umeimarisha ulinzi na usalama, na maono ya rais wetu yamezidisha ari hiyo ya ulinzi na usalama, ambayo pia utaona majirani wetu wengi wanakuja Tanzania kupata busara za namna gani za kuongeza hali yao ya kuimarisha amani katika nchi zao. Lakini zimetuwezesha kuwa na rasilimali kubwa zaidi, na katika maono ya rais ametengeneza utaratibu ambao tunakuwa na uchumi jumuishi na ushindani, hasa kuweka mkazo katika uzalishaji ambao tunapozalisha sasa tunaongeza thamani ya bidhaa tunazozalisha ili tuweze kuuza bidhaa zilizokamilika. Kabla ya hapo, mara nyingi sana tulikuwa tunatumia kuuza bidhaa kama raw isiyokamilika, lakini kwa maono ya rais wetu sasa tumeweza kupiga hatua kubwa zaidi ya kufikiria uzalishaji wa ndani, kwa maana kuzalisha finished products. Hii imejenga uwezo mkubwa wa kusafirisha nje na imeweza kusaidia sana kuvutia bidhaa za Tanzania kwenye masoko ya ndani na nje. Lakini pia muungano wetu umeweza kujenga hadhi kubwa ya ndani na nje ya nchi. Dunia inaitambua na inaijua Tanzania kwa msimamo wao na namna iliyojitarashia kuleta mabadiliko chanya ya maendeleo katika nchi yetu. Muungano umetusaidia pia kuimarisha ajira nchini. Ajira zimeongezeka kwa upande wa Zanzibar na kwa upande wa Jamhuri ya Muungano. Jambo hili limetokana na hali yetu ya kijiografia, kwa sababu tuna eneo kubwa zaidi la kufanya shughuli za uzalishaji na kiuchumi na kufanya harakati bila ya bughudha ya aina yoyote. Kwa hiyo mambo mengi yameweza kutokea katika kipindi hichi cha miaka minne ya Dr. Samia. Labda wakati tunamalizia nikuulize swali muhimu kuhusu muungano. Alisema hapa Profesa Kabudi miungano yote, na kuna wakati tulikuwa na kipindi kwenye kwa TBC tukaona kulikuwa na miungano Afrika zaidi ya 10, mingine kabla ya uhuru, mingine baada ya uhuru, yote ishakufa. Na Profesa Kabudi alieleza hata miungano mingine nje ya Afrika. Sababu gani unaamini inachangia kuhakikisha muungano huu wa Tanzania wa hiari bado unaendelea kuwepo, na kama unavyoeleza hapo jitihada za Rais Samia unaendelea kuwa imara? Asante sana. Sababu kubwa kama nilivyosema mwanzo, muungano wetu ni wa asili. Sisi ni watu wa damu moja. Kwa hivyo msingi mkubwa, kwanza sisi ni watu tulikuwa wamoja. Ni mipango tu ya wakoloni waliokuja kupanga maarifa yao, wakatugaiwa mipaka, wakatugawa. Sisi wenyewe tulitanabahi, tukaona umuhimu wa kuwa sisi wenyewe
kwa sababu ni wamoja, ni ndugu moja, damu moja, tuungane. Na tunapoungana tunaimarisha usalama zaidi wa nchi yetu. Tumeimarisha kuwa na amani. Tumeondoa zaidi masuala ya ukabila kabila. Kwa sababu ya muungano imeondoa masuala ya dini, masuala ya watu kujipendelea kidini, masuala ya watu kujipendelea kikabila. Tumezidi kwa wamoja na tukaweza kudumisha amani ya nchi yetu, tukaweka utulivu katika nchi na usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa mambo hayo yanayovutia amani, salama na utulivu na kutoa uhuru wa watu kufanya kazi zao na kuwa na soko kubwa zaidi, watu wanapata benefit kubwa zaidi, hivyo wanaridhia na wanayaona yanayofanya. Lakini kubwa zaidi ni msimamo wa viongozi wetu katika kusimamia haki